na tamani niweze kumwomba Yesu Kristo kisha niweze kuyasema maneno ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lipewe sifa sana Yesu. Tazama ni siku nyingine ambayo umetupa neema ya kuwa wazima Bwana, hata kupata kusikia, kutufanya viziwi ili Bwana tusiweze kusikia. Lakini tazama ni siku ambayo umekusudia iwe njema, umetukusanya pamoja. Huenda kuna abiria ambao Bwana hawakupanga siku moja watasafiri siku ya leo, lakini Bwana kwa sababu ulijua ya kuwa ni siku ya kusikia Injili, Baba umewakusanya waweze kusikia. Asante Yesu Kristo kwa sababu ya wema na fadhili zako. Ninamiliki na kutawala anga na hewa na maji na moto katika jina la Yesu Kristo. Namiliki ardhi katika ulimwengu wa roho. Bwana, ninaomba maneno yako yatakaposikika yaweze kuleta uzima na nuru katika watu wako. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, na kila mwenye pumzi aseme amen. Basi abiria na ndugu wote wakazi wa mji huu, asubuhi ya leo natamani niweze kusema na wewe jambo ambalo litakusaidia katika maisha yako. Naomba nisome kitabu hiki cha Yohana sura yake ya kwanza. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa 4. Inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Lakini mstari wake wa 5 inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nitahitimisha na ule mstari wa 13. Nianzie 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Mungu, amejaa neema na kweli. Nimesoma maneno haya, natamani niyafafanushe uweze kuelewa. Ninajua unayo dini yako nzuri kabisa, na wala sitaki nikwambie sio dini yako inofaa, kwa sababu kila mwanadamu aliyeko chini ya jua alipozaliwa alijikuta amekulia kwenye mazingira ya dini au sehemu ambayo wazazi wake au jamii ambayo imemzunguka ilikuwa ikienenda kuabudu katika sehemu. Lakini asubuhi ya leo nataka nikufikirishe kwa namna tofauti. Biblia nimesoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza na ule mstari wake wa kwanza na hata ule mstari wake wa 14. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Na Biblia inasema vitu vyote vilifanyika kwa huyo neno, na pasipo yeye neno hakikufanyika kitu chochote. Lakini Biblia ikuishia tukasema, ndani yake neno kulikuwa na uzima, na huo uzima ulikuwa unaleta nuru katika maisha ya watu. Lakini nuru linapokuja katika maisha ya watu, wala giza halikuiweza hiyo nuru. Lakini mstari wa 12 nasema, bali wote waliompokea huyo neno walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wana wa Mungu aliye hai, wasiozaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu, wasiozaliwa kwa mapenzi ya mtu, wasiozaliwa kwa mapenzi ya watu wote, wala kwa mpango mkakati wa wanadamu, bali wamezaliwa kwa uweza wa Mungu katika roho na kweli. Na wanapompokea hawabaki kama jinsi walivyo, maisha yao yanabadilika. Nataka nikwambie, huyu neno ninayemwongelea ni nani asubuhi ya leo?
Huyu neno ambaye alifanyika mwili akakaa kwetu, tukaona utukufu. Maana huyu ndiye Kristo Yesu ambaye ninamhubiri habari zake siku ya leo. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Huyo neno akafanyika mwili. Tunaona katika Biblia ya kwamba aliyefanyika mwili ni Yesu Kristo, na alipokuja duniani tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Mungu aliyejaa neema na kweli. Nataka nitangaze asubuhi ya leo, iko neema na kweli katika Kristo Yesu. Uko msamaha wa dhambi katika Kristo Yesu. Iko kweli ambayo ukisikia maisha yako yatabaki katika namna ya kawaida. Biblia inasema hapo mwanzo alikuwako neno, neno alikuwa ni nuru. Manake dunia ilikuwa imejaa giza, Mungu akatafuta mbinu ambayo akaleta nuru katikati ya wanadamu. Maana dunia ilijaa dhambi, dunia ilijaa uovu, dunia ilijaa machukizo ya kila namna. Kama ambavyo tunaona leo, sio kitu cha ajabu kukuta binti wa miaka 12 anatembea na baba wa miaka 60, sio kitu cha ajabu. Kukuta binti anatembea na binti mwenzake, sio kitu cha ajabu. Maana haya ni matendo ya gizani. Mungu alipoona matendo yamezidi kama wakati wa Sodoma na Gomora, ndipo akaamua neno afanyike mwili, ili mwili huo tuuone utukufu kama utukufu wa mwana pekee, ili kila mtazamaye Kristo apate neema na kweli, kila mtazamaye Yesu apate huo uzima wa milele. Maana Biblia inasema ndani ya neno ndimo ulikuwamo uzima. Maanake Mungu alipochungulia dunia hakuona uzima kwa watu. Aliona watu wamejaa magonjwa, aliona watu wamejaa ubinafsi, aliona watu wamejaa chuki, aliona watu ni rahisi kuchukua kisu na kumchoma mwingine, aliona ni rahisi mtu kuchukua risasi na kumuua mtu mwingine kwa sababu ya mauti iliyokuwa imetawala katika dunia. Yesu Kristo akakubali mateso makubwa ya msalaba ili aweze kuleta uzima katikati ya maisha ya watu. Nataka nikwambie kuna aina mbili za uzima. Kuna uzima wa mwili huu, kila mtu ambaye anatembea anao. Hata kama una magonjwa leo unatembea, wewe una neema ya uzima. Lakini uko uzima wa milele usiotokana na mwili huu. Uzima wa milele unatokana na Yesu Kristo. Kama hautampokea Yesu Kristo, hautakuwa na ondoleo la dhambi na hautakuwa na uzima wa milele. Ninapotangaza asubuhi ya leo, wakazi wa Korindi, pokeeni Yesu Kristo mwe na uzima. Pokeeni Yesu Kristo msamehewe. Pokeeni Yesu Kristo, majina yenu yaweze kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Maana wote waliompokea Yesu Kristo walifanyika watoto wa Mungu. Manake dunia imejawa watu wa aina mbili, watu wa kawaida na watoto wa Mungu. Wote wanaompokea Yesu Kristo asubuhi ya leo wanafanyika watoto wa Mungu. Wanapokufa katika mwili huu, wataendelea kuishi tena katika maisha milele. Ule uzima wa milele hatutaingia kwa sababu ya dini zetu. Ule uzima wa milele hatutaingia kwa sababu ya vyeo vya utumishi wetu. Hatutaingia kwa sababu tulikuwa mashehe, tulikuwa wachungaji, mapadri. Tukaingia kwa sababu tuliishi maisha matakatifu, tulimpokea Yesu Kristo, tukatembea vizuri katika maisha yetu, tukapata uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele bila Yesu Kristo. Yesu ndiye aliyetufia msalabani. Yesu ndiye aliyetununua kwa damu yake. Yesu ndiye aliyekubali gharama ya mateso. Huyu mwili alipofanyika akakubali gharama ya mateso, akachukuliwa kwa ajili ya maovu yetu, akapigwa kwa ajili ya maovu ya mtu mmoja aliyeko Lindi siku ya leo. Alipigwa kwa sababu ya mzinzi mmoja apate kusamehewa, aliteswa kwa sababu ya kahaba apate kusamehewa. Maana mwanzo hakukuwa na uwezekano mwenye dhambi kuingia kwenye uzima wa milele, hakukuwa na uwezekano mwenye dhambi kutakaswa. Lakini Yesu Kristo alipotoa namna ya mwili, ndipo akafanyika neno, neno akafanyika mwili, mwili akafanyika uzima, mwili akafanyika msamaha wa dhambi, mwili akafanyika ondoleo la dhambi. Yesu akafanyika njia ya kweli na uzima. Ukimpokea siku ya leo, utapokufa una uhakika na uzima wa milele. Utapokufa una uhakika na ule mtu wa milele. Siku ya leo ninakuita tena, mgeukie Yesu asubuhi ya leo. Geukie Yesu asubuhi ya leo.
Nenda, ratiba zako hazikuwa na muda wa kusikiza neno, lakini Mungu amekuweka majira haya ili uweze kulisikia neno la Bwana, ya kwamba Yesu Kristo ndiye nuru ya dunia. Kila asiyepokea yupo katika giza, ndio maana hawezi kushinda dhambi. Leo kawepo kijana vizuri posteni, lakini kila mara kuna ugomvi mnapigana. Hayo ni mapepo ya asili yamekaa ndani yako. Lakini ukimpokea Yesu Kristo utakuwa kama Yesu, anapelekwa msalabani lakini ni mpole. Utakuwa kama Stefano, anapigwa moyo lakini bado ni mpole, kwa sababu anajua ana taji la uzima mbinguni. Anajua hasira si yake, hasira ni ya Shetani. Maana yake hawezi kukaa katika hasira. Lakini unaenda kanisani vizuri, lakini bado na hasira, imekupasa kumrudia Bwana Yesu. Unaenda kanisani msikitini, unaenda kila mahali kwa Mungu, lakini bado unaenda na kwa waganga, unafanya uchawi. Unatakiwa mpokee Yesu, unatakiwa mpokee Yesu. Upo hapo unanisikia asubuhi ya leo, bado unachepuka, unatakiwa mpokee Yesu. Bado binti hujaolewa, lakini bado unafanya zinaa na uasherati, unatakiwa mpokee Yesu. Yesu atazami uovu wako, kwa sababu angetazama uovu wako angekugarikisha kwa moto, lakini amekupa pumzi na nafasi upate kutubu, uweze kufanyika mtoto wa Mungu. Mungu kijana mahali hapo nanisikia, una wachumba zaidi ya 5 na wote umezini nao na unaenda kanisani. Hakuna mbingu takatifu atakayoingia mtu wa namna hiyo, bali wale walioishi maisha matakatifu wakajisiki, wakakubali kuzilisha mwili wao ya kwamba na utukufu wa Mungu, wakalinda hekalu la Bwana, hao ndio wataingia kwenye uzima wa milele. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Yesu ni Bwana juu ya mabwana. Yesu ni Mungu aliye hai. Asubuhi leo namtangaza Yesu kama Bwana msamaha, namtangaza Yesu kama Bwana msamaha. Pokeeni Yesu asubuhi leo. Pokeeni Yesu asubuhi leo, mweze kutakaswa dhambi zenu. Natamani nihitimishe tena. Nimesema maneno haya, tuna safari tunaendelea, lakini kwa neema ya Bwana ulichosikia acha kikujenga. Najua na dini yako ni kwa sababu ulizaliwa kutoa wazazi wako wanasali kwenye dini hiyo. Najua na mahali unaabudu kwa sababu ya wazazi wako. Watu wanasema mimi dini yangu nimezaliwa nayo. Wewe kuzaliwa na dini, umezaliwa na wazazi. Dini imeletwa na watu ambao umewakuta wanaishi, lakini wewe kuzaliwa na dini, dini umeikuta. Lakini iko njia ya kweli zaidi ya dini, na huyu ni Yesu Kristo. Ukimpokea anakutoa kwenye dini yako, anakuandalia uzima wa milele. Asubuhi ya leo unaposikia, iko njia moja tu, ni Yesu Kristo. Iko njia moja ambayo ni Yesu Kristo. Ana uwezo wa kukusamehe. Hakuna awezaye kusamehe duniani isipokuwa Yesu Kristo. Hakuna awezaye kutakasa dhambi isipokuwa ni Yesu Kristo. Hakuna mwingine. Na Yesu yupo tayari kukusamehe dhambi zako asubuhi ya leo. Hebu fikiri maisha yako jinsi ulivyotembea. Je, huna dhambi? Kama unao dhambi hata moja, basi ni wakati wa kutubu. Unaenda kanisani vizuri mama, lakini unajichubua. Umeweka vidonge vya majira kuzuia ujauzito. Unaenda kanisani vizuri, lakini binti unavaa suruali, unavaa mavazi ya aibu. Utakuta binti anavaa kifua wazi, anaacha makwapa wazi. Kweli unaenda kanisani, unaenda msikitini, lakini umevaa wig, umevaa nywele bandia. Mbingu takatifu utaingia. Nataka nikwambia asubuhi ya leo ni wakati wa kutubu. Umetoboa masikio yako, unatembea vyovyote unavyotaka. Mungu anakuheshimu sana, amekupa nafasi ya kutubu. Asubuhi ya leo nasikia sauti hii, ni wakati wako wa kutubu. Kama unatamani kutubu asubuhi ya leo, ninaomba nitumie nafasi hii kukuongoza maombi ya upatanisho. Popote ulipo, naomba utanifuatisha maneno haya. Nisema, Bwana Yesu, ninakushukuru siku ya leo kwa neema hii ulionipa kuyasikia maneno yako. Ninaomba Bwana Yesu unioshe dhambi zangu zote kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba Yesu Kristo asubuhi ya leo uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu, amen. Basi Mungu awabariki sana wakazi wa Lindi.